Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu mtazamaji na mpenzi wa channel pendelevu Saifdor TV. Saifdor TV, elimu bila mipaka. Kwa siku ya leo tunakuja na mmoja katika wapotoshaji wa akida aliyekuwa kwenye akida iliyokuwa mbovu kabisa, ambaye ni hapa kwetu Kongo. Anaitwa kwa jina la Ibn Ja'far al-Katanti. Anaishi katika mji wa Goma. Ndugu yetu huyu anajitahidi katika kuzunguruka kwenye mitandao na kuitangaza itikadi yake, manhaji yake ya kisufi. Kila siku tulikuwa tukimwikalia kimya, lakini nilipokuwa nikizunguka kwenye YouTube natafuta niko nasikiliza mawaidha, maneno, maoni ya Waislamu mbalimbali wa dunia nzima, nikaja kuanguka kwenye video yake moja ambayo ndo imenifanya leo nije mbele yenu kuwabainishia jambo kama na hili. Kabla sijambainisha huyu jamaa Ibn Ja'far al-Katanti, na kuomba usikose kushare na kusubscribe na kucomment na kulike na kuwasambazia watu wote video zetu hizi, link ya video hii, ili uwe wa mwanzo kabisa kila tukitoa video ya kuwaweka wazi bayana wapotevu, uwe moja kwa moja ni mwenye kutufata sambamba kabisa. Ibn Ja'far al-Katanti, nilipozunguka kwenye mitandao fi shabakati al-ankabutiyya, nilipoingia hapo nikakuta mada zake, kumbe amesalisha laidi iliyopita, Eidul Fitri iliyopita ya Ramadhani ya huu mwaka wa 2025 katika mji wa Goma. Jamaa alivyosalisha kama mnavyoona hapa, tizameni alivyosalisha, kisha nitakuja nikuonesheni mambo ya ajabu ambayo aliyofanya. Nadhani mnaona pale kwenye picha namna anavyosalisha pale kwenye picha pale. Nadhani mnaona alivyokuwa juu ya mimbar anawasalisha Waislamu laidi Eidul Fitri. Katika kuwasalisha Waislamu akawa amepanda kwenye jukwaa, ama tuseme kwenye podium kama alivyoita yeye mwenyewe, ama anapanda kwenye walioijengea kama vile mimbar, anapanda juu anawasalisha Waislamu sala ya laidi. Kwanza alivyowasalisha hiyo siku, mimi nilimshangaa, nikajiuliza yani na yeye tunavyomjua ni katika watu wa bid'a, ni katika watu masufi, ni katika watu wa twarika, ambao kwamba masufi dunia nzima hawafati mwezi ama muandamo wa Saudia, ambao ni muandamo wa kimataifa. Wao hawako huko, hawafati hiyo, na wanadai kwamba wao ni mashafi. Na ni kweli, katika kauli ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi amesema ya kwamba kwake fi madhhabihi, kwenye madhehebu yake yeye, yara anaona kwamba anna salata alfitri, swala ya laidi ya fitri, li ru'yati alhilali, ni kwa kuona mwezi, tena ru'yatun min buldani alaqaribi, kwenye miji za karibu. Imam Shafi'i yeye anaona kwamba hawezi kufata mwezi isipokuwa mwezi wa mji uliokuwa karibu na mji wake. Hiyo ndo msimamo wa Imam Shafi'i, na masufi wanajinasibisha kwa Imam Shafi'i, na ndo maana walitakiwa waifate hii kauli, wasifate mwezi wa kimataifa bali wafate mwezi wa taifa. Na hapa ndo kunakuja ishkali. Sasa nilivyomwona huyu Ja'far al-Katanti anavyojisifu kwamba yeye ni mshafi, msikilizeni pale sasa anavyojisifu: nikitegemea madhehebu yangu, madhehebu ya al-Imam Shafi'i, eti yeye ni yuko katika madhehebu ya Imam Shafi. Sasa mwenye kuwa katika madhehebu ya Imam Shafi, sikiliza yeye alisali siku gani, sikia pale. Mimi watukufu wa Islam, kwanza Eid Mubarak. Leo mchana wa siku ya Eid. Leo ni siku tukufu ya Eid al-Fitri kwa Waislamu wa dunia nzima, kwa sababu kwa wale ambao tumeswaumu nao pamoja na kufuata mwezi wa kimataifa kama inavyofuata Kongo, basi leo mchana wake ilikuwa ni Eid. Ama kwa wale ambao wamekamilisha siku 30, basi wao hapa tuko usiku wa Eid, na kesho mchana wake itakuwa ni Eid. Basi Eidukum Mubarak. Anasema kwamba wao wanasali leo, yani hiyo siku ambayo tulisali sote kwa pamoja Kongo nzima, ambayo ilikuwa ni siku iliyo
imethibiti kupitia mwezi wa Saudia, ilionekana Saudia, tulisali hiyo siku. Yeye anawapatia ongera ndugu zake masufi ambao walikataa kusali kwa mwezi wa Saudia. Anawapatia ongera wale ambao watakaosali Eid yao kesho ya hiyo siku ambayo tulisali insha Allah taala. Kutokana na haya yalinishangaza sana kuona kwamba hawa jamaa, hawa masufi, na sio yeye peke, Jaafar ibn Jaafar al-Qattanti, sio yeye mwenyewe ndiye ambaye kakengeuka kwenye hii masala, bali hata hawa masufi hapa kwetu Bukavu pia ambao wanajulikana zaidi kwenye msikiti wa Kadutu na misikiti zingine kama vile kama sikusahau za Kwesanse na zingine sehemu mbalimbali. Masufi wa hizo sehemu wao huaga wanasali pamoja na sisi masalafi, yani wanafata mwezi kama tunavyofata sisi mwezi wa kimataifa, mwezi wa Saudia. Wao pia wanafata mwezi wa aina hiyo manake. Lakini kuna baadhi ya masufi wengine ambao wako hapa Bukavu katika mlimani huko juu panaitwa Karale, ama sehemu panaitwa kwenye msikiti wa Zawiyatul Qadiria. Pale wao alhamdulillah wanatetea madhehebu yao na wanainusuru, na kila siku, hakuna siku hata moja tulishawahi kusali nao siku moja, isipokuwa wao wanafata mwezi wanaojua wao wenyewe. Naam, wanafata zaidi miezi ya Tanzania, Kenya, ndo zenye wanafata, kama ilivyokuja katika madhehebu yao ya Kishafi kufata mwezi wa mji uliokuwa karibu zaidi. Sasa tuseme kwamba hawa masufi wakina Ibn Jaafar al-Qattanti na hawa masufi wa msikiti wa Kadutu, msikiti wa Essence na mengine, je, tuseme kwamba hawa sio masufi kweli, bali ni masufi feki, bali ni masalafi revolte kama tunavyowaita kwenye Kifaransa, masalafi revolte, yani masalafi ambao yani wako na hasira, wamejitoa akili, yani wanajitia pembeni, na ile hali wao ni masalafi katika hali za namna hiyo kama anavyosema Sheikh wao Diwani, katika hali za namna hiyo. Naam, je, tuseme hivyo? Ni hatari sana. Tulimwona anasalisha Uislamu huyu jamaa Ibn Jaafar al-Qattanti. Ishkali ya kwanza tumeshaisema, amesalisha siku ambayo sio siku yao wao masufi, na ameshaishuhudia pale. Ishkali ya pili ambayo tunaisimamisha kwenye mambo yake haya ya kusalisha, tumemshangaa kuona anasalisha Uislamu, na ile hali ninavyomjua mimi kiwango chake, na wewe utamwona kiwango chake cha elimu bado akijafikia cha yeye kusalisha Uislamu. La hasha wakalla, kiwango chake cha elimu Sheikh hakijafikia. Najua ninaposema hivi kuna mtu atasema Sheikh anamtukana, kwa nini amheshimu, hali kama na hiyo. Sasa nataka nimlete mbele yenu, msikilizeni anavyosema, kisha tuone kweli, je, elimu yake inafaa kabisa, ameshakuwa na kiwango kikubwa cha kuweza kuwasimamia Uislamu kwenye sala kubwa kama ya Eid. Tizama kwanza hapa anachokisema kuhusu masala ya kusalisha juu kwenye jukwaa ama juu kwenye mimbar. Hadithi inayosema idha amara rajulu alqaum, pindipo mtu atakuwa imamu wa watu. Analeta hadithi, anasema ni hadithi ya Abu Daud al-Baihaqi na Imamu al-Baihaqi wameleta hadithi ambayo, sikiliza alivyoisoma kisha umtizame, je, anajua anachokisema au anabahatisha, au mtu aliyemfunza atakachokuja kusema hapa mbele kwenye runinga ndo alikuwa amekosea, yani yeye na walimu wake ndo amekosea. Hatujui ni nani. Tutizame pale, sikiliza pale sasa anavyosoma hii hadithi. idha amara rajulu, anasema eti idha amara rajulu alqauma, idha amara rajulu, idha amara rajulu, ama rajulu. Ndogisi anasema kama mlivyomsikia, msikizeni tena anavyosema. idha amara rajulu,
Sasa tunajiuliza, kabla hata hatujaenda mbali, tumsikilize anasema dalili gani, na je amesema ukweli katika dalili zake. Hapa kwanza ameshachanganya mambo. Si kinachokusudiwa hapa sio ama, bali ni amma. Idha amma ar-rajulu al-qauma, idha amma ar-rajulu al-qauma, ndio litakiwa kusema, hapana idha ama ar-rajulu, kwa sababu ukisema idha ama ar-rajulu, hapo unabadilisha maana ya Kiarabu na iliyokusudiwa kwenye hiyo hadithi, kama vile atakayewasimamia watu kwenye sala yao, yani kuwasalisha watu, atakayewasalisha watu basi asisimame kwenye sehemu palipokuwa juu kabisa, kutokana na sehemu waliokuweko wale maamuma wake. Hapa inazungumziwa ni kusalisha, lakini wao unasema idha ama ar-rajulu. Je, hii ama maana yake ni kusalisha katika Kiarabu? La hasha wakalla. Ama tukifungua Mu'jamul Wasit tunakuta ya kwamba ama bimaana aqama bila zawji, aqama bila zawji. Ama maana yake aliishi bila ya mke ama bila ya mume. Amatil mar'atu, ikisema kwenye Kiarabu amatil mar'atu bimaana min ayman ayyuma, aymatu fahia ayyimu, mwanamke ambaye amatil mar'atu, mwanamke ambaye ametoka kwenye ndoa, ametoka kwenye ndoa, tunamuita nani? Tunamuita aymatu, tunamuita aymatu, au ayyama kwenye jamu, au ayyaimu, ayyaimu ndo mwanamke yule ambaye katoka kwenye ndoa, au mwanaume pia ambaye katoka kwenye ndoa. Naam, na ndio maana kwenye Kiarabu kisema juu ya mwanaume amarrajulu aidan fahuwa aimu, ukisema amarrajulu unamaanisha kwamba amebaki bila mke mwanaume. Maanake tukirudisha hapa kwenye maana ya hii hadithi ulivyoisoma, idha amarrajulu alqauma, anapobaki bikra mwanaume, alqauma kwenye watu, unaona kama umebadilisha maana tayari, habieleweki maneno unayokusudia. Haieleweki. Amarrajulu bimaana anapobaki bila mke mwanaume, au alikuwa ameshaoa zamani akaachana na mke wake, au mke wake akafa, au bado angali bikra. Kama atakuwa ni mwanamke ataitwa hivyo hivyo, itatumika hii kitendo ama almar'atu ama arrajulu. Kwa hiyo tizama alivyosoma pale, amekosea sana katika kuisoma hiyo hadithi. Vipi wewe utakuja kukosoa jambo ama utalizungumzia jambo ambalo hata kulielewa kwenye Kiarabu haulijui, lakini wapenda ukosoa? Ndugu zangu, mnadhani kwamba ni kwa bahati mbaya ndo amesoma ama eti sabakahu lisan, haijamtangulia ulimi wake, bali hajakosea kwa kutanguliwa ulimi, bali ndo makosa yake aliyokuwa nayo ni makosa ya kiujuzi. Tizama hata alivyosoma hiyo hadithi pale mbeleni pia, fala yaqumanna fi makami arfa min makanihim, fala yaqumanna anasema fala yaqumannu fi maqam, fala yaqumannu, ushakawahi kuwa fala yaqumannu? Hata ingekuja ile hadithi hivyo isingelikuja fala yaqumannu, ingekuja fala yaqumanna, fala yaqumanna kwa fatha pale. Lakini kwa bahati mbaya pia umechemsha ndugu yangu Ibn Jaafar al-Qattanti, umechemsha katika kuongeza hiyo nunu taukidi, haipo kwenye hadithi, bali hadithi inasema idha amma ar-rajulu al-qauma fala yaqum. Unasikia wewe umechemsha, umeongeza kaneno pale, unatia shadda pale. Je, imekutangulia pia ulimi? Na ile hali kwenye hadithi kama mnavyoiona hapa
hakuna hiyo neno nunu tashdid, hakuna. Tizama pale kuna sukuni kwenye mim, fala yaqum, pale kuna sukuni, hakuna nunu taukid. Je, imekutangulia ulimi? La hasha wakalla. Tuendelee mbeleni tena kule kwenye hadithi. Tizama tena unavyosema arfa'u min maqamik, unasema arfa'u min makanik. Sikiza unavyosema arfa'u min makanihim. Eti arfa'u min makanik, sio makanik bali min maqamik. Unakosea kwenye kafu, unaweka kafu haithu makan, na unakosea pia kwenye nun. Kulikuwa ni mim, ilikuwa ni maqamu, sehemu pa kusimamia, lakini unageuza inakuwa ni makanu, inakuwa ni sehemu pa kuwepo, yani sehemu ambapo mtu anatakiwa kuwepo. Hapo ulikuwa pia umekosea. Je, ulimi pia umekutangulia? La hasha wakalla, bali ni katika mambo tu ya kuonesha kwamba wewe bado shekhe wangu, sikutukani, sikudharau, bali na kuomba tu nendo kasome shekhe. Bado hujakuwa kusalisha kwenye mimbari, tena unajibiana na mashekhe wakubwa wa pale Goma. Sheikh Abdul Hakim hafidhahullah alikuwa kukosoa na kurudisha kwenye haki, lakini haupendi kusikia. Wajeuri yako, unafanya mavideo kama takriban 2-3 huko unamjibu. Sasa tizama, bila hata hatuja kuingilia kwenye dalili, lakini angalia namna unavyoanguka na kutobanga maneno. Naam, acha tukuingilie basi kwenye masala mengine ambayo ulichemsha zaidi. Eti unasema kwamba katazo kwenye Kiarabu zina aina mbili. Kuna jaziman wa ghairu jazim. Kuna ile ambayo inakuja ya haram na ile ambayo sio ya haram. Naam, kwanza kabisa fil usuli hunaka farqun kabir baina nahyi jazim wa nahyi ghairi jazim. Fa nahyu jazim alladhi yadullu ala at-tahrim, hadha huwa, wa bainama an-nahyu al-ghairu jazim alladhi la yadullu ala at-tahrim bal yadullu ala al-karahati au at-tahdhir. Kwa hiyo ndo hivyo. Lakini sasa sikiliza, wewe ulivyochemsha, pahala pa kuita nahyu unaita nahyu. Msikilizeni anavyosema, hatumzuli, hatumsemei uongo. Sikilizeni anavyosema yeye mwenyewe, mtasema tena amepitwa na ulimi, sabaqahu lisani. Sikilizeni. Katika ilmu ya usul al-fiqh, si kila nahyu iko nahyu jaziman na nahyu. Sio nahyu wewe. Nahyu sio nahyu. Nani kakwambia kama nahyu inamaanisha nahyu? Nani kakwambia hivyo? Innahu la min al-kadhibin, hakika ni mwongo wa kupita kiasi. Hapo inachokusudiwa ni nahyu bilhai, laisa bilhai. Kama ulikuwa unakusudia nahyu kwa maana ya min nahiyati, kwa upande, basi hapo hayaingii. Haiko ndo ile kwenye tafsiri yake inamaanisha katazo. Katazo kwenye Kiarabu ni nahyu, sio nahyu. Naam, nadhani hapo pia utasema sabaqaka lisan, imekutangulia ulimi. Haijakutangulia ulimi, bali bado unachokisema sio kwenye level yako Sheikh. Naam, bali sio tu hii, kuna sehemu nyingine umechemsha pia. Ni pengi, kumekatazwa, kumekuja lam, ni pengi sana, lakini katazo lilo halileti. Unasema eti kwamba katika mambo ya katazo kunakuja kalima, kunakuja herufi la na lam. Katika katazo kunakuja la na lam. Kumekatazwa, kumekuja lam. Mimi nimeshangaa tena pale, kivipi? Tangu lini? Kiarabu cha toka lini kinasema kwamba lam, herufi lam, hapana la
kwa sababu ungechanganya, ungesema hii lam si lamu ya herufi ambayo inayojulikana harful jazim, ambayo ni herufi ya jazim, ambayo kwamba ni herufi yufidu yufidu nafi, inayomaanisha kukataa. Hapana kukataza, kukataa na nafyu walaisa nahyu. Ungechanganya ukasema kwamba ile lamu ulikuwa unakusudia tu ni ile lamu ya lam na alif pale ya la, tunge nyamaza, lakini umezileta zote mbili sehemu moja. Sikiza ulivyosema, sikiza pale. Basi nakwambia kwamba katika katazo hakuna lam nahia, hakuna lam inayomaanisha nahia, haikuagi katika Kiarabu. Hata mashekhe awe nani katika wale mashekhe wenye kufundisha pale Goma, hakuna shekhe ambaye anaweza kusema kwamba lam kwenye Kiarabu inamaanisha annahia. La, 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 la. Bali lam kila siku inakuja mfano wa ile la nahia inayojulikana kwenye la ilaha illa Allah. Mfano la ilaha inakataa, ni nafyu, sawa, na lam pia ni nafyu pia. Unaona, ni nafyu walaisa binahi, sio katazo bali ni kukataa. Yani ni mfano niseme hivi, la taakulu, hapo imekuja la ambayo iko nahia, ndio inakataza. Hii la hapa tu ndio inakataza katika Kiarabu nzima, katika hizi mfumo za la. Bali kuna sehemu pia la imekuja nafia, mfano la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqqi illa Allah. La, 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 ile la pale sio nahia, haikatazi mtu asiabudu isipokuwa Allah, haijasema hivyo, bali inakataa. Njo inasema ya kwamba inakataa kusema kwamba hakuna Mungu. Haimkatazi mtu kuabudu, lakini inasema hakuna Mungu, nyinyi abuduni tu, lakini la ilaha. Unaona, ndo tofauti ya nahia na nafia. Nenda kwa mashekhe wako watakufunza haya. Lam ikija sehemu ambayo unaitarajia, basi huja kwa maana ya nafia walaisa nahia, insha Allahu taala. Utasema tena ulimi umekutangulia. Allahul musta'an. Naam, tuendelee katika kumumbua huyu jamaa kabla hatujaingia kwenye mambo yake. Tizama tena alivyosema kwenye masala kitabu cha Sheikh Al-Uthaymeen. Kitabu cha Sheikh Al-Uthaymeen, sikiliza anavyokitaja, kisha usikie makosa aliyoisema, kisha utaniambia tena, je, ulimi umekutangulia? Sikilizeni tena pale. Huyu Al-Uthaymeen katika kitabu chake kinachoitwa Ash-Sharhul Mumti' ala Zad al-Mustanqi, ile kitabu cha Sheikh Al-Uthaymeen kinaitwa Sharhul Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Kama hujakionaga ndio hichi hapa, ninacho hapa. Sijui kama hapa utakiona vizuri, nisogeze kidogo. Sawa Sharhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Tizama hapa vizuri. Tizama hapa. Mustaqni'. Sawa? Mustaqni'. Wala haiko kama ulivyosoma eti mustaqi', sio mustaqi' ala Zadil Mustaqi' kama ulivyosema wewe, ni mustaqni'. Sawa Naam, utasema tena ulimi umekutangulia. Huko unasoma mambo ambayo hayako kwenye uwezo wako, ndugu yangu. Naam, tumalizie kwa hoja tu ambayo ulileta pale, eti kwamba kusali kwenye mimbar inafaa au kwenye dhiraa. Unaleta masala mengi sana marefu sana ambayo hayako kabisa katika uwezo wako. Tena ni masala ya fiqhi na usul ambayo nilikusikia pale. Tukisema tukukosoe na pale nako ni hatari sana. Sikiliza ulivyosema katika kuchanganya mambo, eti kuna makruhu kisheria, inamaanisha jambo ambalo ukilifanya huna dhambi, ukiliacha huna thawabu. Ndo ulivyoifasiri makruhu kisheria, na ndio maana imeitwa makruhu. Yani ni katazo ambalo mwenye kulifanya hana dhambi na mwenye kuliacha hana thawabu. Man amba'aka hadha innahu la min alkadhibin. Nani kakwambia hivyo?
ni mwongo tena, dajjali yule zindiq. Sio hivyo Sheikh, sio hivyo. Makruhu haimaanishi kwamba kitu ambacho ukifanya hauna dhambi, ukikiacha hauna thawabu. Sio ndo makruhu hiyo. Unachanganya baina ya mubaha na baina ya makruhu. Mubaha ndio inakuwa katika hali kama na hiyo, ukiifanya hauna dhambi, ukiacha hauna thawabu, sawa, ndo mubaha hiyo. Bali makruhu yenyewe ukiifanya makruhu haupati dhambi, lakini ukiacha unapata thawabu. Maulama wengi wa usulu wamezungumza haya, ni mambo ya kawaida tena mambo ya watu ambao ni mubtadiina fil usuli, wenye kuanza elimu ya usul, sawa. Nadhani hayo ni mambo machache sana, madogo sana, ya watu ambao wanatakiwa kuyajua kabla ya kupapayuka kwenye TV unaonesha ulivyokaa pale kama shekhe mkubwa sana, mashallah. Lakini tunafurahia kuraji yako, mashallah, Allah kulipe kila la kheri. Lakini kama ulikuwa na nia nzuri, Allah kulipe kila la kheri. Lakini kama ulikuwa katika hali ya kujikweza, wakuone na wewe ni shekhe na ile hali bado hujasoma, ndugu yangu, basi ujue kwamba utakuwa unayakanyaga kila siku, na sisi hatutoacha kukuradi endapo itajika kuweza kukuweka sawa insha Allah taala. Kwa hiyo masala ya kusali juu kwenye mimbar, kama tunakuuliza tu swali moja, ambayo hii swali ndio itakuwa mwisho wetu wa mada yetu. Je, Ibn Jaafar al-Kattanti ulivyowasalisha Uislamu kwenye mimbar, atukatai kama inaswihi au haiswihi. Tunasema kwamba inaswihi kusalisha watu kwenye mimbar, lakini kwa sharti iwe mimbabi taalimi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha watu katika mlango wa taalimu, wa kuwafundisha watu sala yao. Lakini pale tunakuuliza Ibn Jaafar al-Kattanti, na wewe uliwasalisha watu pale kwenye mimbar katika hali ya kuwafundisha dini? Je, wale waliokuwa nyuma yako wale wote ni wambumbumbu kiasi gani mpaka wewe ukapanda kwenye mimbar kuwasalisha ili uwafundishe sala yao? Je, ulipanda pale kwenye mimbar ili uwafundishe sala yao kwa sababu wao ni wajinga wa sala yao, ama vipi? Ama ulipanda pale katika hali tu ya kupenda kwako, ulipenda tu fahari ukapanda kwenye mimbar ukawasalisha watu pale? Ukijibu ya kwamba ulipanda pale katika kuwafunza watu, kwa ajili ya kuwafunza watu sala yao, basi fa anta bi'sa muallim, bi'sa muallim, wewe ni mwalimu mbaya sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu haukuwafundisha watu vilivyo kikamilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi inasema ya kwamba alikuwa akiwasalisha watu kwenye mimbari, anafanya nini? Wa annahu sallallahu alaihi wasallam salla ala almimbar, alisali Mtume kwenye mimbari yake. Ikawa aje? Wa nazala alqahqara fasajada fi asli almimbari. Mtume alikuwa anawasalisha watu kwenye mimbar, sanya anatoka kwenye falamma rafa'a ai min ruku'ihi, alipotoa kwenye rukuu yake, sami Allahu liman hamida, kwenye itidali sasa sana tafuta kushuka, fanazala alqahqara, akashuka kwanza kwenye mimbar kinyume nyume, yani akateremka kwenye mimbari yake huku akirudia kinyume nyume ili asipoteze kibla, kama alivyosema Imamu Nawawi katika sharhi ya hii hadithi insha Allah taala. Naam, alipoteremka, lengo ni nini kuteremka hivyo? Ili asujudu kwenye asili ya mimbar. Je, na wewe ulifanya hivyo? Jibu yako wewe mwenyewe na Waislamu waliosali nyuma yako. Je, na wewe ulirudi nyuma ukasujudu kwenye asili ya mimbar? La hasha wakalla, hatuja kuona kwenye video ukirudi nyuma ukasali chini kwenye asili ya mimbar ukaenda kusujudia pale. Mtume alikuwa anafanya hivyo, kisha baadaye anapotaka kusimama tena anasimama, yarfa'u min sujudihi, anasimama kutoka kwenye min sijdataihi, kutoka kwenye sijida zake, anasimama saa moja kwa moja, anarudia kwenye mimbar, anapanda kwenye mimbar, yas'adu ala almimbari, anapanda tena kwenye mimbari yake, anaanza tena raka ya pili.
anawasalisha Waislamu. Baada ya hapo akitaka kusujudu tena kutoka kwenye rukuu, ana raja al-qahqara, anarudi kinyume nyume, yasjud ala asli al-mimbar. Je, na wewe ulifanya hivi? Haukufanya hivi Sheikh. Sasa wewe ni mwalimu gani? Uliwafundisha watu sala gani ya kwenye mimbar, na ile hali wewe mwenyewe hauijui na umeikosea? Na wale mashekhe wako uliowataja, waambie basi wakuoneshe dalili sehemu gani mtume anawasalisha watu kwenye mimbar, wayabqa ala almimbar hina min hini sijdatihi, wakati wa kusujudu kwake anabaki kwenye mimbar. Wapi? Bali mtume kana yanzilu yarji'u qahqara, alikuwa kirudi kinyume nyume kisha anasujudu kwenye asili ya mimbar, wala haikuthibiti kwamba alisujudu kwenye mimbari yake insha Allahu taala.